Pamoja na utandawazi na mabadiliko ya mwenendo wa dunia ya leo, bado tunavyo vitu vyetu vingi vizuri vya asili vya kujivunia, ikiwemo mazingira yetu, malezi yetu, vyakula vyetu, mavazi yetu, bila ya kusahau lugha, lafudhi na lahaja zetu. Ili ujifunze na ujikumbushe mengi mazuri, usikose kuangalia na kufuatilia kipindi cha utamaduni wetu kila siku ya Jumatatu saa 1 kamili usiku kutoka hapa Al-Fatah TV Online. Al-Fatah TV Online, dira ya umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Al-Fatah TV Online. Kipindi hewani ni utamaduni wetu, kipindi ambacho kinakujia kila Jumatatu, muda ni saa 1 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Na kupitia kipindi hiki utapata kujifunza mila, desturi na silka ya Mzanzibari. Jina langu ni Khadija Juma na leo nipo na Dr. Omar Salum. Yeye ni kamishna wa idara ya utamaduni, lakini pia tupo naye ndugu Taimur Rukun. Yeye ni mstaafu wa idara ya utamaduni. Mada ambayo tutakuwa tukijadili ni uhusiano wa kiutamaduni katika jamii. Nikukaribishe sana na nikusihi tu ubaki nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Salama. Alhamdulillah. Vipi hali ya hewa? Hali ya hewa ni kama tunavyoiona. Baridi kidogo. Baridi. Kiasi fulani. Tunamshukuru Allah kwa neema ya mvua. Kuna miili mingine bado ina joto. Joto. Kweli. Kweli. Sawa sawa. Nategemea na afya ya mtu. Yaani na afya ya mtu. Barabara. Mada yetu ya leo ni uhusiano wa kiutamaduni katika jamii. Nikianza na ndugu kamishna, tunaposema uhusiano wa kiutamaduni katika jamii, tunakusudia nini hasa? Suala la uhusiano ni jambo muhimu sana. Ni jambo ambalo limo katika jamii, katika hali ya kulijua au kutokulijua, lakini limo. Na limo katika ngazi tofauti tofauti. Uhusiano ni la kawaida. Hata sisi tunatumia mara nyingi, Bihadija, wewe naona kama tumehusiana wewe. Au wewe mimi ni jamaa yangu kwa mfano. Maana kwamba tumehusiana, tunahusiana mimi na wewe. Tunatumia sana. Kila mmoja anafahamu nini maana ya uhusiano. Kwa hivyo huu uhusiano upo katika jamii na upo katika daraja tofauti tofauti. Nafikiri sina hakika kwamba tunaweza tukazungumzia daraja zote, lakini tunaweza tukazitaja baadhi ya daraja hizo. Kwa mfano, ambao pengine leo tutajaribu kuzungumzia zaidi ni ule uhusiano wa kifamilia. Yaani uhusiano katika ngazi ya familia, ambao huu kwetu sisi tunauona ni nambari 1, yani muhimu sana kuweza kuzungumza, na tunataka kuzungumza kwa sababu maalum. Nataka kuzungumza kwa kuwa hivi sasa tunaona katika familia, baadhi ya familia, sio zote, lakini baadhi ya familia umeanza kutetereka uhusiano. Pengine umeanza kidogo kuja chini kidogo, kupungua, kulegalega. Kwa hivyo nataka tuzungumze ili jamii ifike pahala ione kwamba kumbe kuna nguvu kubwa ya uhusiano na kuna ulazima wa mtu kuchunga uhusiano wake baina yake yeye na baina ya watu wengine. Na hapa nataka nianze kidogo, baadaye mwenzangu Bwana Taimur na ataendeleza. Nizungumzie, tunapozungumzia uhusiano wa kifamilia ni upi? Uhusiano wa kifamilia tunaweza tukaangalia vile vile katika madaraja tofauti tofauti. Kwanza tuna uhusiano ule ambao unatokana na baba, mama na watoto wake. Lakini wakati huo baba huyu na mama huyu na yeye kazaliwa. Kwa maana kwamba na baba yake, yule baba ana mama yake. Na yule mama ana baba yake, ana mama yake. Kwa hivyo tutaanzia hapa kwamba babu iwe mzaliwa baba, mzaliwa mama, anayemzaa baba mama, na bibi anayezaa baba mama, na mpaka nafika yule mtoto. Na pengine tunaweza tukaenda chini kidogo tukaangalia swala zima la wajukuu. Hawa wenzetu wanajua kwamba pengine ukitoka jukuu unaingia nani, maana pengine kuna vitukuu, kuna vilembwe, pengine ukitoka vilembwe wengine sababu kuna vilembwesha, kuna nini. Yaani hizo zinatiririka chini kwa chini tu. Kwa hivyo hii ni daraja ya mwanzo tunataka kuizungumza. Uhusiano wa mwanzo. Familia ya mwanzo kubwa kabisa ni hii ndio itaja mwanzo, kwamba kuna babu, bibi, kuna baba, mama, halafu kuna watoto. Ya mwanzo kabisa. Na pengine baadaye tukija mbele kidogo kuna wajukuu kama tulivyoanza kusema. Sasa
Hapa hapana shida sana. Jamii yetu inaelewa, inafahamu kwamba huyu ni babu yetu aliyetuzalia baba au aliyetuzalia mama, na huyu ni bibi yetu aliyetuzalia baba aliyetuzalia mama. Wengi tunaelewa hivyo, au takriban anathubutu kusema kwamba shida kumkutia mtu aliyekuwa hafahamu hivyo. Hata kwa mfano wale wameshatangulia mbele ya haki hawapo tena, lakini anajua kwamba mimi ninaye bibi alinizalia baba au alikuwepo, na alikuwepo baba alinizalia baba kwa maana ya babu. Wanaelewa hivyo. Hakumuona pengine kwa ulimwengu zamani hakukuwa na picha, lakini siku hizi ndio pengine hakumuona hivi hivi, lakini japo picha zake, maana watu wanaweka kumbukumbu siku hizi, wanaweka picha. Huyu ndiye alikuwa babu yako, huyu ndiye alikuwa bibi yako, alikuzalia baba au mama. Hilo tunalielewa. Na hakuna wasiwasi aina yote, kila mmoja anamjua baba yake. Na kila mmoja anamfahamu mama yake. Hapa hakuna matatizo. Halikadhalika na huyu baba au huyu babu anajua kama huyu ni mtoto wangu, na hawa waliofuatia aliowazaa yeye ni wajukuu zangu. Na mama anajua, yule babu bibi anajua kama huyu ni mtoto wangu, na watoto aliowazaa yeye ni wajukuu zangu. Anajua hivyo. Kwa sababu anajua babu na bibi wanajua kwamba wana watoto, na watoto wa watoto wao ni wajukuu zao. Hilo analielewa, kila mmoja anafahamu. Isipokuwa sasa kuna kitu kinajitokeza hapa ambacho ni dosari kiasi fulani katika utamaduni wetu wa Kizanzibari. Baadhi ya wakati huu uhusiano inategemea yule baba mzazi, kama atakuwa ana familia mbili, baba pengine kaoa wake wawili, kaoa wake watatu, mpaka kufikia 4, na kule akapata watoto kila pahala. Sasa hapa panakuwa na tatizo fulani. Hawa wote ni ndugu. Wale waliozaliwa baba mmoja na mama mmoja wanajua, sisi baba mmoja mama mmoja tutajuana. Kuna baadhi ya watu anaweza kwenda akafanya ndoa siri na akaweza kupata watoto siri vile vile. Maana watoto ni jambo la kawaida. Watakuja, kila mmoja atawajua. Lakini ni siri kwa hai familia nyingine. Hawajui kama hawa sisi ni nani? Ni ndugu zetu. Sasa hapo ni tatizo kwanza. Hilo ni tatizo kwanza katika utamaduni. Kwa sababu utamaduni wetu umetujenga kwamba lazima watoto wafanye nini? Wajuane. Sasa leo hapa hawajuani. Na sababu kubwa ni baba. Na pengine baba wenyewe sio kwamba yeye hataki, lakini kwa kuhofia tu. Bi Khadija ndio wanawake. Wakati mwingine na vituko hivi mnavyo kidogo. Nafahamu kwamba mimi mume wangu hathubutu kuoa. Sasa na mume na yeye pengine wanasema hivyo hathubutu kuoa, huko ameshafanya nini? Ameshaoa. Na watoto ameshapata. Kwa hivyo wakati mwingine iko tabia ya namna hiyo kwamba watoto wa baba mmoja lakini hawajuani. Tena hawajuani kwa maana kwamba hawajuani. Tutakuja kuona madhara yake pengine hapo baadaye. Lakini baba ana nafasi ya kuweka familia pamoja. Baba ndio mwenye nafasi inayotakikana kwamba lazima awatambulishe familia hii, yani tumbo hili na tumbo hili, kwamba nyinyi wale kule wadogo zenu au hawa wale kule dada zenu kaka zenu. Awatambulisha hivyo, lakini hawajuani. Moja hilo. Wakati mwingine baba anafanya hivyo, lakini mama anakataa uhusiano ule, anauvunja kwa nguvu zote. Anawashauri watoto wake na kuambia na kuwakataza kwamba sitaki hata siku moja muwe na mawasiliano na wale. Kwa hivyo wanajuana, lakini kujuana kwenyewe kwa hofu. Sasa hii ni jambo moja ambalo linaleta tabu katika jamii yetu, katika utamaduni wetu. Kwa sababu hawa wote ni ndugu, lakini nafika pahala wanaanza kubaguana, kubagukana kwa sababu ya ndimi za wazazi wao. Wakati mwingine watoto wenyewe wanatamani, wameshasikia. Pengine mama hajasikia, lakini watoto wameshasikia kwamba mnajua kama baba yenu kaoa na mnajua mna ndugu zenu. Wanatamani wawajue ndugu zao. Wanashindwa kuwajua. Sasa tatizo hili linaleta madhara hapo baadaye. Na ishatokezea kwa baadhi ya familia. Toto anakuja kumposa mtoto mwingine ilhali kumbe ni baba mmoja. Hayo ndio madhara yake makubwa. Na ingelikuwa ni zile posa za kizamani tu, afadhali. Maana posa za kizamani mzee ndo anakwenda, anafika pale, najua utakumposa ndugu yako yule. Maana mwisho atamwambia mdogo wako ule. Lakini posa za kileo
kosa la kileo kila mmoja anazifahamu, kosa ambazo hatuzipendelee kusema kweli, sio utamaduni, kwa sababu ni mila ambazo tumeanza kuziiga kutoka katika mataifa mengine, kutoka katika jamii nyingine, kwamba watu wanaanza kujuana huko pembeni. Sasa kujuana huku kama itakuwa ni kujuana tu kwa jina, afadhali. Lakini wakija kianza kujuana wakaanza kupeana maneno ambayo si stahiki kupeana kwa wao, kwa kuwa wote ni maharimu, wote ni ndugu, hapo ndo tatizo linaanza. Sasa tujiulize baadaye kwamba nani anayesababisha haya? Kumbe hatimaye itakuja kwa ima ni baba au ni mama, kwa sababu baba inawezekana kwa anataka, lakini mama hataki. Kwa hivyo hii tunataka kwamba tujue tuone kwamba huu upo uhusiano huu, na tuone uzito wake, na kwa namna nyingine kwamba tuifahamishe jamii na tueleze kwamba hakuna sababu ya jamii kukataza uhusiano huu. Ikifikia hatua kama baba ameoa mke mwingine, basi kama muna mvutano, iwe ni wewe mke na mume, lakini msiwahusishe nani? Watoto. Watoto wacheni mbali, kwa sababu wale wamezaliwa ni halali, na kama ni halali ni ndugu, sio tu kiutamaduni, hata katika dini. Sisi kwa bahati wengi wetu Zanzibar ni Waislamu, tunafahamu kwamba hakuna kitu kibaya kinachokatazwa mno na kukemewa katika Uislamu. Kimoja wapo ni kuvunja ukoo, udugu. Ikawa ni sasa, wewe baba, wewe mwenyewe unautenganisha udugu wa watoto wako, au wewe mama kwa kutumia tu kwamba wewe ni mke unaotenganisha udugu wa watoto wako, ambao hujui nani atamfaa mwingine. Si hoja kuzaliwa pamoja. Inawezekana kama mmezaliwa pamoja, lakini msisaidiane hapo baadaye. Mkaja mkasaidiana wale ambao hamkuzaliwa mama mmoja, baba tu. Na wako watu wa namna hiyo katika jamii. Na hakika kwamba Taimur baadaye atazungumza vizuri sana kwamba wako ndugu ambao ni baba mmoja tu, lakini wameshikana, na Mwenyezi Mungu akajalia kwa rehema zake kwa tumbo moja liko juu zaidi kimaisha, tumbo jingine liko chini kimaisha. Matokeo yake wale walio juu ndio wakawachukua hao, kwa sababu ndugu zao. Damu nzito kuliko nini? Kuliko maji. Ndio kawaida hiyo. Lakini sasa kwa bahati mbaya Zanzibar wakati mwingine kuna jambo hili ambalo limejitokeza. Sawa. Nikirudi kwa ndugu Taimur, jamii inaundwa na familia tofauti. Je, utamaduni una mchango gani katika kuimarisha mshikamano baina ya wanajamii? Umuhimu uliokuwepo, kwanza uhusiano wa utamaduni katika jamii, na karibu ya kusema kwamba ni lazima uwepo uhusiano wa utamaduni katika jamii, kwa sababu tunajua kwamba utamaduni ni maisha ya watu. Utamaduni ni maisha ya watu. Sasa hivi sijui nisema kwa sababu ya utandawazi, basi mambo mengi haya yanakuwa kiukwa yanaharibika kidogo, kama alivyosema. Sasa hivi kwa mfano tunapokwenda kwenye maziko au harusi, kamishna amekuwa ndio sehemu ya kutambulishana. Huyu namjua huyu, huyu namjua huyu, huyu namjua huyu. Lakini ile tabia kama za kizamani hizo wazee wetu, watoto nendeni kwa fulani, nendeni kwa fulani, nendeni kwa fulani, katembee kwa basi hayo. Na hili swala la familia moja, ndugu, kama hivyo alivyosema kamishna, saa nyingine naomba kina mama mnisame. Anafika pahala mke mkubwa anamwambia mumewe, aombo wako usiniletee hapa mie. Hatari kabisa. Kweli hivyo? Yaani napata habari kwamba mume kaoa huko na kishapata watoto, basi anambia nakwambia kabisa, haombo wako hapa usiniletee. Sasa ile inavunja ule uhusiano wa kijamii. Na watoto wako baadhi, ndio watoto walivyo, baadhi wanamwegemea mama yao na baadhi wanamuunga mkono ndio kama hivyo. Kwa hivyo wanamuunga mkono mama yao, hana haja wao ya kutambua ndugu zao.
lakini walikuwa hamungi mkono basi Lakini baba ana nafasi kubwa ya kuunganisha. Tutakuja huko. Siku moja kuna jamaa alioa mke siri, kama alivyosema kamishna vile, kwa wasiri vile, kawa siri. Basi kaka mpaka pata mtoto kule, lakini kishapata mtoto akaja kuona video ile harusi siku moja. Mume wangu kumbe kaoa. Mungu bekaoa. Kawa ugomvi tafrani. Lakini nashukuru kwa hadithi hiyo baba akafanya mpango wa kufanya suluhu na nini yakaisha. Lakini ilikuwa mzozo mkubwa sana. Kwa hivyo baba ana nafasi kubwa ya kuunganisha familia. Nafasi kubwa. Na asikubali kuzidiwa na mtu mwingine kama mama kama nani, asikubali kumzidi. Ziko familia nyingi ambazo kama alivyosema kamishna wanasaidiwa na watoto wa mama zao wa kambo. Wengi tu. Wengi wanasaidiwa mama zao wa kambo. Kwa sababu huwezi kujua Mwenyezi Mungu. Anaweza kajalia pengine upande mmoja huu kidogo wakawa wazuri kimapato au wazuri kielimu, na upande mwingine ukawa kidogo hafifu kielimu na kimapato. Basi hawa wanawasaidia wenzi wao kwa nyanyua na kimapato, wanasaidia wakijua kwamba ni ndugu. Kutokuwepo uhusiano katika jamii tatizo kubwa sana, tatizo. Na nafikiri hii mada hii imeletwa hii ili tuwakumbushe watu, tuwahimize watu kwamba vipi jamani, uhusiano katika jamii muhimu kwa familia moja pamoja na ndugu wengine wa karibu. Tujitahidi uhusiano uwepo uhusiano kiutamaduni uwepo katika jamii. Na tokea hapo utamaduni kazi yake ni kuwafanya watu wawe karibu, wapendane, wasaidiane, waelewane. Kwa hivyo utamaduni katika jamii umuhimu wake ni huo, unahimiza kwamba watu waelewane, wapendane, wasaidiane. Sawa. Nikirudi katika idara ya utamaduni, bila shaka mna kazi ya kuhakikisha kwamba utamaduni unarithiwa, unaimarishwa, lakini pia unaheshimiwa. Sasa kwako kamishna, nyinyi kama idara ya utamaduni, mnachukua jitihada gani katika kuimarisha uhusiano wa jamii na utamaduni wa Mzanzibari? Zamani katika kuhuisha uhusiano, kwa lugha nyingine katika kuimarisha uhusiano, wazazi walikuwa na jitihada ya kuchukua watoto wao na kwenda nao kwa jamaa zao, ili wale watoto wawajue kama hawa ni jamaa zetu, huyu ni ami yako, huyu ni nani yako, huyu ni nani yako. Walifanya kazi hiyo, jambo ambalo hivi sasa halionekani katika kiwango kikubwa. Lipo, sio kwamba watu wote wameliachia, lakini katika kiwango kikubwa limepungua. Kwa hivyo kama kiwango kikubwa limepungua, maana kile kwenda mbele ndio linazidi kufanya nini? Kupungua. Na hilo ni moja katika madhara ya kuvunjika au ya kuondoka kwa uhusiano wa kifamilia. Lakini sasa hivi umezuka dhana mbaya zinazosababisha vile uhusiano ukatike. Tena unakatika kwa makusudi kabisa, au unakatishwa kwa makusudi. Na wanaokatisha mara nyingi sana wanakuwa ima ni baba mwenyewe ama ni mama, ingawa inavyosemekana wanawake wanakuwa na asilimia kubwa, idadi kubwa zaidi. Dhana gani? Dhana ya kwamba babu yako mchawi, mama yako bibi yako mchawi. Ushafahamu mchawi. Ima iwe babu na bibi wa baba au babu na bibi wa mama. Sasa mtoto unapofika pahala ukamweka kitako ukamjaza sumu hii, unategemea wakati wewe ni mzazi wake, mtoto atakataa maneno yako? Hakatai. Lakini pengine mzazi yule anayemwambia mtoto wake vile ameshindwa kujiuliza swali kwamba kwa nini, kama ni mchawi yule mzazi au yule mzee, kwa nini yeye mama bado yupo mpaka akawaza hawa watoto
Na kwa nini yeye huyu mama kafika mahali kuolewa na huyu mwanamume mpaka akapata watoto hawa? Iko wazazi wao kule ni wachawi. Sasa hii ni dhana potofu, dhana mbaya, dhana ambayo ipo haja katika jamii tuitengue. Tuitengue. Hatukatai kwamba uchawi haupo. Tunasema kwamba uchawi kila mmoja anajua kama upo, kwa sababu hata kwenye dini umetajwa wazi wazi. Sawa eh? Lakini tufike pahala kwamba tukakatisha uhusiano kwa dhana ya nini? Ya uchawi, na kwa kidogo ni kitu ambacho mimi. Na mchawi hasa inaposemekana katika siku hizi, mchawi akimtaka mtoto wewe unampeleka kule kwake, uwe humpeleki, atamchukua tu. Lakini hekima za wazee wa zamani, kwa watu wanaofahamu mambo, walikuwa nasema kwamba mchawi mpe mwana alee. Mchawi mpe mwana alee, kwa sababu ukishamkabidhi yeye hawezi kumfanyia madhara unafikiria wewe. Lakini kamishna, hapo swala la malezi ni la pande mbili, si la mama peke yake, japokuwa mama anakuwa na muda mwingi zaidi wa kukaa na watoto. Huoni pia upande fulani kote kuna changamoto? Zamani mtoto mzazi mwanamke, ndio zamani ilikuwa kweli wanawake wengi hawako makazini na hivi na hivi, lakini ikitokea kuondoka, basi mara nyingi watoto wakiachwa kwa majirani, mara nyingi, au ikiwa babu yake na bibi yake kwa karibu ndo anapelekwa kule, lakini wengi sana walikuwa kilelewa na majirani. Na ndio maana ukakuta malezi ya zamani ilikuwa ni malezi mchanganyiko, sio kama leo. Sasa hivi sasa watoto wanalelewa katika hali kama hiyo, lakini yoyote wao, mfano uliotoa wewe haujapelekea kwamba lazima tuseme kwamba baba au bibi ni chawi. Uchawi wake mwachie mwenyewe. Kwani uchawi ni kitu gani? Tafsiri ya watu wengi wanaona kwamba uchawi ni kwamba yule atamtoa mtoto, ataondoka duniani, itakuwa na aondoke. Na aondoke, yeye ataishi kwani huyu? Si ana muda wake naye ataondoka? Naam. Na akiondoka katika kipindi fulani, kama kweli yeye kasababisha kifo cha yule mjukuu wake kwa mfano, anaondoka hivi hivi tu yafikiri? Anaondoka na kapu kubwa. Sisi Waislamu tunaamini hivyo, kapu kubwa ya madhambi. Unafahamu eh? Dhambi moja wapo kwamba ameshamdhulumu, kaidhulumu nafsi ya mjukuu wake. Atakwenda kujibu nini mbele ya Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo ni kwamba ni kuto kufahamu tu baadhi ya wakati. Sasa jambo hili nadhani tufike pahala tuweze kulielewa. Si ndani ya tamaduni, jitihada zetu ziko za aina tofauti tofauti. Jitihada moja tunayofanya ambayo kila siku tunaizungumzia ni hii ya kupita katika vyombo mbalimbali tukajaribu kuzungumzia masuala haya. Leo tunazungumza mada hii kwa sababu gani? Kwa sababu tayari tumefanya utafiti mdogo na tayari tuna maelezo ya baadhi ya watu kwamba uhusiano, na sisi wenyewe tunaona, si kwamba hatuoni, ati tunajua. Sisi wenyewe tuko katika jamii ati kwamba uhusiano huu unaanza kufanya nini? Kulegalega. Ndio maana tukaona kwamba lazima tuzungumzie ili sasa ifike pahala watu warejeshe uhusiano huu wa kifamilia. Kwa hivyo hiyo ni moja katika jitihada ambazo tunazozifanya sisi katika nini. Lakini mnajua nyie kwamba tunakuwa na mambo mengi tunayofanya hata kupitia matamasha yetu ya kiutamaduni, makongamano yetu wakati mwingine tunapoyafanya. Mambo kama haya huwa yanaingizwa kusudi ili kuwaamsha na kuwakumbusha watu. Kwa sababu kuna wengine ni kuwakumbusha, kuna wengine ni kuamsha. Kuna baadhi ya watu haya tunayozungumza hawayajui. Ushanifahamu eh? Wala hawajui uzito wake ni upi. Wanaona kitu cha kawaida tu. Na ndio maana ukakuta kwamba kuna baadhi ya watu sasa hivi hata yule baba, yule bibi na babu hawamuingizi tena katika familia. Wao wanaona familia ni baba, mama na wao watoto wenyewe tu. Basi. Na pengine kwa mbali na wajukuu na wajukuu. Lakini hata baba na babu wanaanza kumtoa katika familia. Hawajui baadhi ya watu uzito wa namna hii. Si watu wa zamani, lakini zaidi ni vijana wa sasa. Na kwa sababu hiyo teknolojia pengine wakati mwingine inaathiri, lakini wakati mwingine wigo tunatoka, tunatembea, tunakwenda hapa, tukiona wenzetu kule. Mwenyezi Mungu atuhifadhi, atustiri kwa mpaka leo hii bado Zanzibar angalau tuko salama kwamba bado mtoto ikiwa hajaoa hajaolewa yuko katika nyumba ya wazazi wake. Bado alhamdulillah hilo lipo. Na tumuombe Mwenyezi Mungu alidumishe liwe hivyo. Na jamii iendelee kuona kwamba kuna umuhimu wa mtoto yule, na hata kama mwanamke kaachwa, bado baadhi ya familia mpaka leo akiachika anarejea wapi? Kwa baba na mama.
Lakini tufahamu kwamba katika jamii nyingine mtoto akifikia umri fulani anaambiwa wewe sasa ni wa kujitegemea, kajitegemea mwenyewe, awe kaoa awe kaolewa. Sasa hiyo ndio hali ambayo kwamba, kwa hivyo sisi tupingane na mambo kama haya, kwa sababu si katika mila zetu. Sisi tulilelewa, tukarithishwa, lazima na sisi tuwarithishe watoto wetu kuendelea kuishi kama ambavyo sisi tuliishi kwa yale mambo yale mazuri. Asante. Ndugu Taimur, una lipi la kuambia wanajamii kuhusiana na swala zima la kuimarisha uhusiano wa kiutamaduni katika jamii? Haya. Mimi niseme tuwape nafuu kidogo wanawake, si peke yao, na baadhi ya wanaume wako vile. Asante. Asante. Na mababa wapo ambao wanawaambia watoto wao, bibi yenu yule, muone vile vile. Vile vile. Kwa hivyo na mababa hapo. Kwa hivyo jamii tushirikiane sote. Kwa sababu bibi tusivunje uhusiano wa kijamii kwa sababu tu baba au mama kawaambia watoto wake kwa fulani mchawi. Sawa sawa. La pili, mimi nafosihi kwanza kila wanaosikiliza kipindi kama hichi basi iwe kama nini? Kama ni funzo. Kama ni funzo kwao. Kwamba tushirikiane basi kwa pamoja. Tuache mambo ya utandawazi, tuache mambo ya dhana, tuache mambo ya nini, turejeshe ule uhusiano wa utamaduni katika jamii. Utamaduni unahimiza kupendana, kusaidiana, kushirikiana na hivi. Basi tukisikiza kipindi kama hichi basi iwe inasaidia. Mbali ya kipindi kama hichi, lakini pia ndani ya jamii zetu. Kimona tutafanya kitu mtoto hiyo haifai. Acha hivyo. Acha hivyo. Tukatazane ili jamii ishikamane. Niwashukuru sana. Asante. Asante. Mtazamaji, kipindi hewani kilikuwa ni utamaduni wetu, na bila shaka umeweza kujifunza mambo mengi. Mada ambayo tulikuwa tukijadili ni uhusiano wa kiutamaduni katika jamii. Nikukumbushe tu, si vibaya kujifunza mambo mapya, lakini hii isitufanye tuvidharau na kuvisahau vilivyo vya kwetu. Jina langu ni Khadija Juma, lakini pia nilikuwa naye Dr. Omar Salum, yeye ni kamishna wa idara ya utamaduni, pamoja na ndugu Taimur Rukun, yeye ni mstaafu wa idara ya utamaduni. Tukutane Jumatatu ijayo muda kama huu. Kwaheri. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.